Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wapenzi watazamaji wa IBN TV na wasikilizaji wa Maarifa Radio 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, na walikeni kwa heshima na taadhima katika kipindi maalum kutoka hapa studio za IBN TV na Maarifa Radio 105.3 FM, kipindi ambacho tunalenga kuzungumzia mada maalum ambayo itakuwa inabeba anwani wajibu wetu katika kulinda heshima ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiki ni kipindi maalumu kutokana na zogo ambalo limeweza kujitokeza katika ulimwengu huu tulionao. Zogo ambalo lilikuwa likilenga na bado linaendelea kulenga kuweza kumtusi na kuweza kumshushia heshima mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ili tuweze kujua ni wajibu wetu, ni wajibu upi tulionao sisi kama Waislamu na wanadamu kwa ujumla katika kuweza kulinda heshima ya mtukufu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hapa studio za IBN TV na 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, tumeweza kumwalika mgeni wetu ambaye si mgeni sana katika masikio yenu na macho yenu, kwa sababu amekuwa akishiriki nasi hapa katika vipindi mbalimbali, na si mwingine ni Saidi Aidarusi Sharifu Alawi kutoka Alam, Kenya. Saidi Sharifu, karibu sana. Asante, shukrani. Bila shaka kama tulivyoweza kuwaarifu kwamba tunajaribu kutaka kujua ni wajibu gani ambao tulionao sisi kama wanadamu, sisi kama Waislamu katika kuweza kulinda heshima ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mazungumzo yetu yatakita hapo na tutajaribu kuyapanua kadri muda ambavyo utakuwa umeturuhusu. Pamoja nami Hemedi Lubumba, na kusihi kuendelea kuwa nasi katika hizo dakika chache ili uweze kujua maelezo na taaluma mbalimbali ambazo ataweza kutufundisha Sayyidi katika kujua namna gani tunaweza kulinda heshima ya mtukufu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidi, labda tu kwa kuweza kufungua mazungumzo yetu, unadhani kuna baadhi ya watu wanatoa nadharia, wanajaribu kusema kwamba hatuna haja ya sisi kama wanadamu kuweza kusimama na kuweza kujadili au kuchukua hatua mbalimbali za kuweza kulinda heshima ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa madai kwamba swala hili ni swala la Mwenyezi Mungu mwenyewe. Je, wewe kwa mtazamo wako unaona kuna haja yote ambayo inatusukuma sisi kama Waislamu, sisi kama wanadamu katika kuweza kulinda heshima ya mtukufu Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ukweli fikra hii ni fikra imejengwa katika mafhumu ya makosa, na nafikiri katika vipindi vya nyuma sana ambazo tumezungumza hapa katika IBN na watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa, tumeangazia sana fikra hizi za makosa kwa sababu ndio zinazoleta utata mkubwa katika maisha yetu. Uislamu wa Mungu, Qur'ani ni ya Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni wa Mungu. Kwa hivyo sisi hatuna haja ya kutoa mchango. Kidogo tu nichangamshe kikao na baraza. Siku moja kuna sariq mmoja mwizi aliingia msikitini kuiba, akasema mimi wa Mungu na msikiti ni wa Mungu na saa ni ya Mungu. Kwa hivyo kulikuwa kuna saa pale imeangikwa, akaichukua. Kuna jamaa nyuma kumbe amfuatilia yeye, hajamuona yule, naye akamtandika bakora, akamwambia na bakora ya Mungu. Kwa hivyo sasa hizi ni fikra za makosa. Mungu ameileta dini yake, amemleta mtume wake, lakini amemtaka mwanadamu achangie. Kweli Mungu hajashindwa kuilinda dini yake, wala Mungu hajashindwa kuufanya ulimwengu mzima uwe ni mtiifu kwake. Lakini ameleta ni mtihani, ametupa uamuzi, na ametutaka sisi wafuasi wa dini yake tuchangie katika kuinusuru hii dini, tuchangie katika kuilinda hii Qur'ani, tuchangie katika kuilinda hadhi na heshima ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum. Waila Mungu anataka kusaidiwa, lakini anataka mchango. Pili, juzi kwenye semina nilizungumza, mtume hawawezi kumwangusha hawa. Ni kweli
wakimtusi, wakimkejeli, hawaangushi hadhi yake, lakini wanaangusha hadhi yetu sisi. Na sisi tunapoienuka na kunyanyua sauti zetu na kufanya hatua kadhaa tutakazo kuzifanya, hatumlindi Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kihakika tunajilinda sisi. Sasa huyu anayezungumza hatuna haja, hajaelewa filosofi. Labda hii katika kwamba tunajilinda wenyewe, vipi tunajilinda sisi wenyewe? Okay. Maji yakichefuliwa, ndio yanaumia ni maji ama ni wanaokunywa? Wanaokunywa. Sasa sisi tunapoyalinda yale maji, tunalinda uhai wetu, hatuyalindi maji, kwa sababu mtume yule ni kiongozi wetu sisi. Wakati akichefuliwa, Qur'ani ile ni mwongozo wetu. Wakati ukichefuliwa, sini sisi tutakuwa tumechefuka? Sini hadhi yetu sisi kama Waislamu ndio itakuwa imeanguka? Na hapa ndipo maadui wanapotaka. Wa ila maadui, mtume ashakufa, yuko kaburini, wakimchefua wao watapata nini? Lakini wanataka kutulenga sisi. Kwa mfano, kwa ndugu zetu wa Kristo, ndio ambalo wa magharibi hili wamefaulu kwa Ukristo, ndio wamelileta kwa Uislamu. Wa magharibi wamejaribu hivi vitu vinavyoitwa mukaddasati. Sisi Waislamu tuna mukaddasati zetu, Wakristo wana mukaddasati zao. Umenifahamu? Ziangalie wewe leo mukaddasati za Kikristo zilivyoangushwa. Tizama filamu, sinema zinazotoka, mara unaweza kuona watu wanafukuzana, mume na mke wanaingia kwenye kanisa, wanafanya kitendo cha jinsia pale ndani ya kanisa. Kuna mambo kadha siwezi kuyaangazia yote. Ndiyo. Vile kidogo kidogo zile zinaondosha hadhi ya zile mukaddasati kwa wale Ukristo, kisha zinabaki ni vitu kama mila tu na desturi hivi. Unakosa ule Ukristo uwezo wake wa kuwaathiri, kuwaongoza Wakristo na kujenga heshima. Unajua mtu hawezi kukifuata kitu kimuokoe katika maisha kama hakiheshimu, kama hakijali. Sasa ukishakuondosha kwanza fikra hii ya heshima, haiba, utishio wake, hadhi yake, ushaandaa maandalizi ya kumfanya huyu mfuasi wa pale mahali awe atakuwa mwepesi kumuondosha. Sasa wao wanataka kukariri, tulikuwa tuje kwenye malengo haya, wanataka kukariri saa zote tusikie matusi kwa Mtume, saa zote tusikie kejeli kwa Qur'ani, kwa Uislamu. Alafu hawa chipukizi vijana wanaoinukia wakute ni mambo haya kawaida, ni rutini, ni kitu cha kawaida, ndio wanamaliza mambo kama wanachomaliza. Asante sana mpenzi mtazamaji wa IBN TV na msikilizaji wa 105.3 FM Radio Maarifa Tanga. Ni kipindi maalum mazungumzo ana kwa ana. Hapa studio tunaye mgeni wetu Saidi Sharifu wa Idarus Alawi kutoka Lamu, Kenya, na tunatizama wajibu wetu katika kulinda heshima ya mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Saidi, baada kwa hiyo haja ya kulinda heshima ya mtukufu na kuitetea ipo kama maelezo yako yanavyoonyesha, na nadhani ndio hali halisi iliyopo. Labda sasa swali la msingi ni hatua zipi za muhimu na za msingi ambazo sisi kama jamii ya kibinadamu bila kujali labda dini zetu tunapaswa kuzichukua? Hatua ya kwanza ya kimsingi baada ya kukabiliana kwamba twawajibika katika swali la kwanza. Ndiyo. Hatua ya kwanza ya kimsingi ni kuelewa vyema wai ile tunaosema almuamara. Maana kwanza tutaka tujiulize swali hili. Ndiyo. Haya matukio yamezotokea katika vipindi tofauti ni hatua za watu kibinafsi ama ni ajenda ambayo nyuma kuna mipangilio fulani? Salman Rushdie, sijui mara wale ni Denmark kule wakatoa gazeti. Pia akaja Pop safari moja akatoa statement moja kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anahutubia kule ule. Tukaja paka masala ya wale waliokojolea Qur'ani
Juzi tena kuna taarifa kwamba kuna gazeti la Ufaransa baada ya filamu juzi wameahidi kwamba wakatoa tena na ile filamu. Hizi ni tunaita ni hatua tu za kibinafsi tu, ni mtu tu yeye mwenyewe ameamka, ama kundi tu limeamka likaamua kufanya mambo yale bila ya kuwa na msukumo wowote nyuma, ama kuna muamara. Mimi kwa maoni yangu naona si mambo tu yalitokea, ni mambo ambayo yameratibiwa, yameratibiwa, na nyuma yake kuna nguvu za kiulimwengu ambazo zinaulenga Uislamu, bali zinalenga dini zote. Ni wale wale walioangusha Ukristo, wale wale ndio wanakuja sasa kuuangusha na nini na Uislamu. Sasa hatua ya kwanza ni kuelewa kwamba huu muamara, hizi mbinu, hajmi yake ni kiasi gani, nyuma yake wako kina nani, malengo yao ni yapi, na wanalenga kutufikisha wapi. Hii ni hatua ya kwanza, kwa sababu mwanadamu ambaye ana akili timamu, ana na busara, kwanza anapotaka kufanya jambo lolote ni kulielewa lile analolifanya. Huwezi kureact ikiwa hujajua action ilo kufanya wewe ureact inalenga nini. Mfano, vijana wale wachezaji mipira sana, tutoe mfano mzuri. Ndio. Unaweza kuwa mpirani, mnacheza timu mbili, kukapangwa mbinu kwamba upande ule wa pili, mmoja katika defense yao ni mtu apanic haraka, ni mtu ana hasira nyingi. Akatumwa mchezaji mmoja huku kwamba mpira ukianza, wewe ukipata nafasi mgonge yule, ama mfanyie kitu ambacho yeye hakipendi. Sasa huyu anaigongwa, huyu ikiwa hajaelewa mbinu zilizopangwa upande huu, anatasababisha kupata red card, atapelekea timu yake icheze na upungufu, na hatimaye atasababisha kushindwa kwa timu yake. Kwa sababu gani? Hakuelewa malengo ya lile tendo alilofanyiwa. Lau alikuwa ashafahamu kwamba jamaa kule wampanga mbinu kwamba wewe ni mtu una hasira, kwa hivyo mpira ukianza ashapangwa mtu aje akutusi wewe au aje akugonge wewe ili upate kureact. Akija kimgonga aweza kumwambia shukran au akacheka, kwa sababu ashaelewa action hapa inalenga nini, kwa hivyo inataka reaction gani. Sasa hapa ndipo ninapojaribu kufafanua kwa hii mifano mimi. Ni muhimu sana tuelewe hajmul muamara, ule kiwango cha ule nini, ile mipangilio inaopangwa, ni kina nani wanaopanga, wanalenga nini, ili tubuni juu ya maarifa hayo hatua zetu za kuweza kujitatua kutokana na Hii ni hatua ya kwanza ya kimsingi. Nafikiri imeeleweka na nini. Hatua ya pili sasa itakuja kubainiwa na hii hatua ya kwanza, na hii inataka kufuatiliwa. Siwezi kusema sasa hivi. Hii inataka Waislamu saa zote wawe nyuma ya uongozi wao, wasitukue hatua za kibinafsi. Na hapa ni kazi ya viongozi, wasomi katika jamii za Kiislamu. Pindi kunapotokea mambo kama haya, kwa sababu kama yalivyotokea kule Ufaransa, ama Denmark, ama Amerika, yanaweza kutokea Tanzania, yanaweza kutokea Kenya. Sasa kabla ya watu kuingia mabarabarani au kureact, ni muhimu sana wapate mwongozo wa mashekhe, wa viongozi, si mashekhe peke yake. Wale watu wenye busara katika jamii, watu wanaoelewa yanayopangwa ulimwenguni, kwa haraka wakutane, walichambue lile tukio, wajaribu kulifahamu hili tukio, kwa nini limekuja kwa taimu hii na katika dhurufi hizi, linalenga nini. Baada ya hapo wao watoe mwongozo kwa jamii, vipi tutareact. Sisemi tusireact, hatuwezi kunyamaza sisi wakati inapovundwa heshima ya Mtume, lakini tunapolielewa lile jambo ndo tunasema sasa tuna react. Lakini tuna react dhidi ya nani? Pia sasa hapa
ile hatua ya kwanza ndio itatupa mwongozo, kwa sababu tumeshajua tangia mwanzo kwamba mbinu anayezipanga ni nani na kwa kiwango gani. Wa ila ikiwa hatuna maarifa, tutakwenda kureact tupate red card, kama baadhi ya matukio yalivyotokea, mfano hapa Tanzania, Kenya pia kutokea matukio fulani katika kifo cha alichouawa yule Sheikh Abu Dirogo. Una react, unakwenda kupiga mahala sipo, unahasiri mahala sipo, au mara nyingine unajiingiza mahali ambapo wale walioyapanga yale walikuwa wataka wewe uende pale. Sasa hili ni hatua ya pili, ni kwamba tunaelewa wajhil muamara, uongozi. Hatua ya pili, uongozi wa Waislamu unakuwa haraka kulisoma lile jambo na kutoa mwongozo kwa Waislamu, fanyeni nini sasa, tokeni barabarani, fanyeni maandamano, fanyeni kitu hiki, lakini adui yetu ni huyu, tunatoka kupambana na hawa, hatutoki kupambana na hawa. Hili ni muhimu sana, na mimi katika maoni yangu mafupi naona moja katika shabaha za wanaopanga mbinu hizi ni kuleta fitna za kidini, kuleta udini, kwa sababu wao wameshindwa kuuangusha Uislamu. Sasa wanataka kuuingiza Uislamu kwenye vita na Ukristo, isiwe tena sasa ni vita kati ya dola za Kiislamu na dola za kibepari. Iwe ni Uislamu na Ukristo. Hili ni lengo moja, na ndani yake pia kuna malengo ya kuleta vita vya kimadhehebu pia ndani ya Uislamu, ambayo sio mada kwa sasa. Sasa pia ninataka tuwe na hadhari sana na mahali kama hapa. Ninaona hizi hatua mbili ni za kimsingi, alafu kuna hatua zingine tunaweza tukazielezea baadaye vipi tutajipanga katika kukabiliana na mambo kama. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV na msikilizaji wa 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, ni kipindi maalumu mazungumzo ya ana kwa ana. Mgeni wetu hapa studio ni Said Aidarusi Sharifu Alawi, na tunatizama wajibu wetu katika kuweza kulinda heshima ya mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na bila shaka utakuwa umemsikiza Said amezungumzia hatua mbili sana za muhimu. Kwanza ni kuweza kujua zile njama zenyewe na kina nani wanahusika na ni katika kiwango gani, lakini vile vile ni kuweza kujipanga, kwa sababu kila kitu lazima ujipange ndipo uweze kuingia katika kuweza kutoa suluhisho lake. Said, katika mazungumzo yako kuna kitu ambacho umekigusia ni cha muhimu sana, swala la uongozi. Uongozi, watu wana harakati mbalimbali, wana fikra mbalimbali wamekuwa wakijaribu kusema kwamba haya matatizo ambayo yanatokea ulimwenguni baina ya Waislamu na wale ambao wanakuwa labda wanauchokoza Uislamu, na kunakuwa baada ya matatizo yale hakuna hatua za msingi zinazoonekana ambazo zimefanywa na Uislamu, kwamba ni matokeo ya kutokuwepo na uongozi. Na kwa mfano tu labda katika nikinukuu mazungumzo yako uliyozungumza pale kwenye semina kwamba baada ya Suleiman Rushdie baada ya kuandika kile kitabu, tuliona marhum Ruhullah Musa Khomeini aliweza kutoa fatwa, na ile fatwa ikawa imetoa natija aina fulani, kwa sababu baada ya fatwa yake yule mtu hivi sasa hajulikani yuko wapi, na kidogo ikaonekana ni kuna nidhamu imechukuliwa. Lakini katika ulimwengu huu ambao tunaishi nao hivi sasa, tunayo matatizo ya kitaasisi, tunayo matatizo ya kimadhehebu, tunayo matatizo ya kisiasa, zile tunaita kama matapu ya kisiasa, kwamba mimi nafungamana na siasa hizi, basi na dini yangu naipeka katika siasa hii. Unadhani kwamba tunaweza kwetu tukafanikiwa katika hili? Kwanza nafikiri fikra ya Salman Rushdie ilizungumzwa na shekhe afwan jina lake na Sheikh Mbukuzi ndio alizungumza fikra hii. Tulikuwa katika semina na mimi nikaitilia nguvu kwamba ni hatua. Ama tukija kwenye suala la uongozi, mimi nafikiri uongozi uko katika tabaka mbili. Uongozi niliozungumza mimi katika masala ya kureact ni uongozi wa tabaka za chini huku kwetu kila mahali, yani kila jamii hapa Dar es Salaam, watu wakipata jambo kama lile wasichukue hatua mpaka wapate uongozi.
Lakini tukija kwenye masala ya kukomesha mambo haya mambo hayatoki kwenye level ya chini, umenifahamu? Yanatoka kwenye level ya juu, sababu yanapangwa na dola za kibepari. Sasa tunapotaka kuzungumza uongozi unaoweza kukomesha mambo haya, lazima na sisi tuzungumze uongozi wa juu, na hapo lipo tatizo. Dola za Kiislamu zinaoitwa dola za Kiislamu na dola za Kiarabu, kongamano la Waislamu ile al-Mu'tamaru al-Islami, Jamia al-Arabia, kongamano la Waarabu, ndio wako katika kiwango hiki. Taban sisi kama watu wa kawaida tunao dauri la kuweka pressure, msukumo kwa hizi serikali zetu zichukue hatua, lakini wanaofaa kukalia mbele katika masala ya vitengo vya kitaifa, katika mahakama za kitaifa, katika kuna hatua nyingi ambazo zingine sisi tunaweza kuwa twazijua, zingine hatuzijui. Lakini min al-asaf uongozi wa dola zinazoitwa za Kiarabu na dola za Kiislamu sio aulawiyati zake, sio priority zake. Wako kwenye priority nyingine, wako kwenye priority ya kupigana wao kwa wao, wako kwenye priority ya kufitini Waislamu, wako kwenye kuongoza, kutoa pesa na kuwagawanya Waislamu, na huyu ni Muislamu, huyu ni kafiri. Hizo ndio ajenda zao. Hawako kwenye ajenda ya kuilinda Qur'ani wala kumlinda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulinda Uislamu. Min al-asaf, yani kitu cha kusikitisha tunazungumza mambo kama haya. Naam, ziko organization za Kiislamu tuliziona wakati wa ile film iliyotoka katika nchi mbalimbali zilivyotaharak, lakini ni munadhamat, mabaraza ya Kiislamu, mabaraza ya kadhaa, mabaraza ya kadhaa. Lakini kama kongamano la dola la Kiislamu lilianza hatuati, kisha tunasikia kimya. Dola za Kiarabu hamu yao iko mahali pengine, haiko hapa, kwa sababu hawawezi kumwambia mbopari wa dunia, Amerika na aliyoko nyuma ya Amerika, hawawezi kumwambia simamisha kufanya mambo haya. Hawana ujasiri huo, hiyo min al-asaf. Na hii inatupa sisi mwelekeo wa kwamba haya mambo yataendelea, hayasimame. Kila ukikaa baada ya muda utasikia mengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu haziko serious kulistopisha jambo hili. Waislamu wenyewe wako serious, tumeona zile walivyotoka mabarabarani, walivyo na hasira. Lakini ilikuwa ni jukumu sasa la dola ichukue hasira zile, iziweke katika frame rasmi ya nchi za Kiislamu, zifikishwe kama ni kwenye Umoja wa Mataifa, kama na kuwe na vitisho, na wanazo silaha. Unaona wewe mathalan Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi alipochukua hatua ile kwa Salman Rushdie, iliweza kutishia ulimwengu, na mpaka leo Salman Rushdie hana raha, lakini inaendelea. Baada ya miaka yamejitokeza tena. Lau dola zote za Kiarabu na za Kiislamu zachukua mfano kama ule, mimi sisemi lazima kutoa fatwa tu ya kuua. Kuna sababu nyingi kwamba Denmark, simamisha mambo haya, wa ila sisi tutakata uhusiano wa kiuchumi na wewe, tutakata uhusiano wa kisiasa na wewe. Na hakuna nchi leo inaweza kuishi katika magharibi bila ya uhusiano wa Middle East, sababu pale ndipo penye maisha ya ulimwengu, moyo unaopump ulimwengu, patroli ya ulimwengu uko pale. Kwa hivyo sisi tunaita karata za kuweza kuzitumia ziko nyingi, nyaraka ziko nyingi sana, lakini hakuna irada, maamuzi ya kisiasa hakuna. Na kwa sababu
hawa walioko kwenye maamuzi siasa la yahumuhum. Kwa hiyo Said, nataka kusema katika ngazi ya kisiasa hatuwezi tukafanikiwa katika kwa sababu wanaoshika ile wanasema Waswahili wadau wa siasa hawataki, hawana ile irada ya kuweza Sasa labda katika mtu wa level ya chini sana, wewe unamweza kumwambia kwamba yeye anaweza akachukua, atafanya nini? Mtu wa chini, sisi tuna haki ya kujieleza hisia zetu kwanza, kwamba sisi hatukuridhishwa na tendo lile. Tuna haki ya kueleza hisia zetu na mapenzi yetu na heshima yetu kwa huyu mliyemkosea. Si mtu wa kawaida, huyu ni mtu ana malayin bal miliarat za wafuasi katika dunia hii. Sisi tuna haki ya kuendelea kuzipresha serikali zetu, sio tuseme hawawezi watoka. Lazima tuwafahamishe kwamba sisi hatukubali na tuwasukume waende kwenye uamuzi. Sisi tuna haki kupitia organization zetu kufikisha yale ambayo serikali zetu zimeshindwa kufikisha, tuyafikishe katika vitengo vya kitaifa, katika mahakama za kitaifa. Mimi si mjuzi wa mambo hayo kiasi kubwa, lakini ziko kanawati nyingi channel. Tunaweza kujipanga kupitia organization, jumuiya za Kiislamu, taasisi za Kiislamu. Kwa watu wa kawaida, vipi tutaweza kuyafanya mambo kama haya? Tumekuwa na tatizo hata katika hizi taasisi za Kiislamu kwamba zenyewe kwa zenyewe linapokuja swala la huyu mtume zimekuwa zinashambuliana zenyewe kwa zenyewe, zinapingana. Kwa mfano, kwa matukio, kwa mfano tuko kama njia mfano hapa Tanzania, wakati ule filamu imetoka, baadhi ya taasisi zinasema tuweze labda angalau hata kuandamana, kuonesha hisia zetu, kuandamana tu kwamba sisi Waislamu wa Tanzania hatukuridhika na hili. Taasisi nyingine zinasimama zinapinga, sema hamna haja Wajua ndugu yangu, nasikitika kusema hili, mara nyingi imekuwa hizi taasisi na organization za Kiislamu za kijamii ni zina reflect miondoko ya serikali za Kiislamu na jamii. Kwa sababu pengine, sitaki kumdhania mtu vibaya, yule aliyekataa aogopa kumuudhi yule anayemsponsor ambaye hataki pia watoke kufanya maandamano. Kama vile tunavyoona serikali zetu za Kiarabu za Kiislamu pia kulikuweko misimamo hiyo. Wengine wanasema sijui ustaarabu, sijui hadhara, ulimwengu wa uhuru wa mawazo. Kwani mtu amesema tu ni nini? Ndio zile lugha ulozianza mwanzo zile. Kwani si atalindwa na Mungu? Umenielewa? Zile zote ni katika visababu vinavyotengenezwa ili kubakisha Waislamu wanyamaze na kuambia wabopari, endeleeni kumkejeli mtumi mufikie kwenye malengo yenu. Vibaraka wao katika nchi. Sasa na baadhi yetu pengine tunaishi kupitia wale. Sasa lazima tu reflect misimamo yao. Yasikitisha kusema hivi. Yasikitisha sana. Lakini leo huyo anayesema lau atatusiwa babake atafanyaje? Atareact. Sasa baba yake na mama yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani bora kwake? Nani muhimu kwake? Heshima ya nani na ustahiki kulindwa zaidi? Yasikitisha. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji wa 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, ni kipindi maalum mazungumzo ana kwa ana, na tunatizama wajibu wetu katika kulinda heshima ya mtukufu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapa studio tunaye Said Aidarusi, ndio mzungumzaji, na bila shaka utakuwa umemsikiliza ambaye ameweza kutueleza kuhusiana na njia na namna gani ambavyo tunaweza tukajitahidi katika kulinda heshima ya mtukufu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini Said, mazungumzo yetu tunajaribu kutaka kujua namna gani ya kuweza kumlinda mtukufu Mtume Muhammad na heshima yake. Labda katika hii watu wa kawaida wamekuwa ni watu ambao wanafuata fikra fulani ambazo zinakuwa zimejengwa, na fikra nyingi zinajengwa kwa wasomi vioni, mashuleni. Labda kwa utafiti wako unadhani tuna wajibu gani katika mitaala ya shule zetu hizi? Wajua, anapokuja adui akakupiga mahali, uelewe kwamba pale mahali alipotagua kukupiga ni mahali muhimu sana.
ni mahali sensitive, na panafaa upalinde zaidi, uendelee kupalinda. Leo tizama mfano tu, mtu wakati anapokuwa anatembea barabarani akasikia haraka au sauti ya kitu kinakuja kumgonga, haraka la iradia atapeleka mikono yake usoni. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo mahali panapoheshimika zaidi kwa wanadamu, mahali ambapo ni muhimu zaidi, vyombo muhimu zaidi. Sasa hao watu wameona nguvu zetu sisi Waislamu ziko hapa kwenye hiki kitabu chetu na kwenye huyu mtume wetu, ndipo wamelenga hapo. Wajua wao wakisha kuangusha hadhi ya bwana mtume kwa Waislamu, wakisha kuiangusha hadhi ya Qur'ani kwa Waislamu, washafaulu kuwaondosha Waislamu katika nguzo mbili ambazo ndio zimewafanya Waislamu wakite. Sasa sisi hapa tunatakikana kuregelea malezi yetu katika kuwalelea Waislamu na hizi nguzo mbili. Si wao wanapanga kubomoa hapa. Sasa pia hii kwa naja kwenye hatua sasa nyingine za kujalisa. Sisi tuna haja katika vyuo vyetu, katika mashule yetu, katika university zetu, katika majumba yetu pia, ya kuwalelea watoto wetu na kizazi kinachokuja na kuboresha uhusiano wao kati yao na mtume na kati yao na Qur'an. Hili ni jambo la kimsingi sana, na ndio niligusia juzi kwenye semina wakati nilipobuni ile mikakati mitatu. Niliposema kwanza mafungamano yetu, uhusiano wetu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo nataka kufafanua baadhi ya mambo ambayo juzi sikupata kuyafafanua. Sitaki kuyarudilia yale. Mfano, kuna mambo madogo madogo sisi waweza kuyadharau, lakini yana dauri kubwa, na minal asaf leo haya mambo yamekuwa yavunjwa. Mfano leo angalia uhusiano wa Muislamu na Qur'ani. Kwa nini hatugusi Qur'ani mpaka tuwe na udhu? Kwa nini hatusomi Qur'ani? Tabana naja kwa upande wa sunna min mustahabbat. Unataka uwe umefanya nini? Umechukua udhu, umeelekea kibla, uko katika hali fulani. Kwa nini unakuta leo sera za Waislamu utakuta kuona mtu akichukua mswahafu kwanza anafanya nini? Anaubusu, anauweka juu ya kichwa, au shika sivyo anavoshika kitabu kingine chochote. Utaviona vitu vidogo vya kawaida, lakini hivi ndivyo vinavyoasisi ule uhusiano wa kiheshima kati ya kwanza ya Muislamu na kile kitabu. Hata mtoto mdogo akianza kufungua macho yake ndani ya nyumba, anamuona baba yake, anamuona mama yake, anawaona ndugu zake wakubwa, anaona wanafunzi wenzake akienda chuoni, anaona mwalimu wake, anaona ile muamala kati yao na hiki kitabu si muamala wa kawaida. Yale ni malezi tunawalelea. Na mengi kukihifadhi kitabu hiki, kukisoma ni ibada. Hii yote ni katika ile kutilia mkazo ule uhusiano wetu na kujenga ile heshima. Vile vile kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima tuwalelee watoto wetu na tulelee vijana wanaoinukia, na turegeshe uhusiano kati yetu na mtume kwanza katika heshima, na kwamba si mtu wa kawaida. Sisi hatumuiti Muhammad peke yake. Hizi zote ni katika mbinu ambao leo baadhi wamekuja wanasema mambo haya hayafai sijui nini. Tatizo liko hapa. Umekuja kumweka mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba Muislamu amuone ni kama yeye tu, ni kama mtu wa kawaida. Ndio hao kesho atakuja kumwambia kwani akitusiwa ni nini? Sasa pana haja kuregesha heshima yetu kwa mtu. Sisi tukisema tunasema Sayyidina Muhammad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila tukimtaja tunamswalia. Sasa hivi ni vitu vote vinatengeneza ngome ya heshima. Sasa
Hapa ndipo narudia kukwambia pana umuhimu sana katika vyuo, katika mashule yetu, katika vyuo vikuu zetu, kwanza sisi Waislamu kujenga na kuregesha na kusahihisha uhusiano wetu na vitu hivi viwili, Qur'ani na nini na mukaddasati zote. Pengine kesho kutakuja sisi tuna mukaddasati nyingi. Kuna al-Kaaba ni mukaddas kwetu, ka qiblatin lilmuslimin. Tuna mukaddasati nyingi, lakini mpaka sasa hawa majamaa wameelekeza zaidi katika hizi mukaddasi mbili, Qur'ani na nani na Mtume. Tuna haja kuregesha mbinu za kimalezi zilizokuwako na nyingine, na hadithi ziko nyingi sana zinazotuambia mambo haya. Alimu auladakum mahabbata rasulillah. Baadhi ya riwayat zasisitiza mambo matatu: waleleeni watoto wenu katika misingi mitatu: kumpenda mtume wao, kuipenda Qur'ani ama kuisoma Qur'ani, na kuwapenda ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Taban, vipi utamlelea mtoto kumpenda mtume? Vipi utamlelea? Utamwambia tu mpende mtume? La. Wao wanatuambia, wana nadharia zao katika psychology kwamba mtoto asoma kwa kuona zaidi kuliko kwa kuambiwa. Sasa akiwa pale nyumbani, mtoto anaona saa zote Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anasikia leo sherehe ya mazazi ya mtume, leo sijui nini ya mtume. Ile ndio malezi ya kumlelea mpende mtume. Na vile vile kuhusu Qur'an. Sasa haya ni mambo ya kimsingi sana. Tukiweza kufanya hivi, kwanza tunajenga ndani. Wanakuambia huwezi kuchukua hatua yoyote ya nje kabla tartibi albayti dakhili. Tunaipanga upya nyumba ndani, tunajipanga vizuri, na wao kila watakapokuona sisi, kila wakimtukana mtume, sisi tunazidi kushikana na yeye. Kila wakikejeli Qur'ani, sisi tunazidi kuikumbatia Qur'ani. Maana yake nini? Maana yake ni mbinu zao hazikuleta matunda. Tutakuwa tumezifelisha mbinu zao. Hili ni jambo la kimsingi sana tunataka litazame. Haya, tuanze sisi wenyewe kama Waislamu kuweza kulinda ngome ya heshima ya mtume. Bila shaka. Na kumregesha katika, na ndio hilo nilivyonena Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu, kwamba lazima mwanzo kupatikane walladhina ma'ahu, na hawa walladhina ma'ahu wawe ni watu wataungana na mtume, sio kama Muhammad kama wanavyotaka wa baadhi. Wataungana na yeye kama sayyidina wa rasuluna wa nabiyuna. Ndio anatuambia Muhammadun, lakini muje kwa unwani hii Rasulullah, ndio muwe ma'ahu. Kisha baada yake muweze kwenda katika hatua nyingine. Sasa ashiddau ala al-kuffari ruhamau baina. Asante sana Said. Wapenzi watazamaji wa BNTV, naona muda nao umetupa mkono. Ni mazungumzo ya ana kwa ana ya tunatizama wajibu wetu katika kulinda heshima ya mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na bila shaka utakuwa umemsikiza vizuri Said katika ufafanuzi wake na maelezo yake. Lakini Said, labda kabla ya kumaliza, una ujumbe gani katika kwa Waislamu? Ujumbe wangu muhimu ni Waislamu wawe watulivu sana katika kukabiliana na mbinu kama hizi. Tusinyamaze. Siko katika kundi la kuwanyamazisha Waislamu wasifanye maandamano, wasireact. La, mtume ni kitu kitakatifu kwetu sana. Lakini wanapofanya lolote la kuweza kulinda hadhi ya mtume, waelewe vyema kule kunapangwa nini na wao wanastahiki walenge wapi. Wasiingizwe katika mahali ambapo sipo. Tusiingizwe katika vita vya kidini, na hapo ndipo wanapotaka maadui. Tuna watu sisi huku tumeishi nao, tumezaliwa na wao, tumekuwa na wao, na hawahusiki na haya. Sioni sababu yoyote ya sisi tunaporeact kwenda kuwaingilia watu kama hao, na tunakuwa sisi tunajifukulia shimo letu sisi wenyewe, na tunawakamilishia wale walioyapanga, tunawafanyia njia iwe fupi rahisi. Tujitulize sana na tuwe tunafanya mambo kwa busara. Asante sana.
Mpenzi mtazamaji, labda tu nikuzindua kwamba hii ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo. Tutakuwa na sehemu ya pili inshallah. Kwa hiyo Said atakuwa pamoja nasi katika mazungumzo yetu na tutajua mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya wajibu wetu katika kulinda heshima ya mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kwa kuwa muda nao ndio umetupa mkono kwa leo, nadhani tuweze kuishia hapa, isipokuwa tu labda kukumbusha kwamba Said amesisitiza sana swala la utulivu na busara na njia sahihi katika kuweza kutatua matatizo, na hisi katika tu matatizo yanahusu mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata katika matatizo yetu majumbani kwetu, tatizo linapokupata, kwanza lazima ulisome tatizo lenyewe, kisha ndipo utabuni njia sahihi ya kuweza kulitatua tatizo, kwa sababu unaweza ukachukua hatua au njia ambayo ikawa badala ya kupunguza tatizo ikawa inaongeza tatizo. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoka, tunaandamana, tunachukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuonesha hisia zetu, ni lazima kabla tujafanya hivyo tuweze kutafakari na kujua ni njia ipi iliyokuwa sahihi zaidi. Mgeni wangu hapa IBN TV na 105.3 FM Maarifa Radio Tanga alikuwa ni Said Aidarusi Alawi kutoka Alam. Mimi ni Hemedi Lubumba na kusihi kuendelea kutizama IBN TV, kituo chako bora cha maadili, na kusikiliza vile vile 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, kituo chako bora cha maadili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.